watoto wanapofikia age fulani, mara nyingi ni kuanzia miaka 13 pale wanapo balee wavulana na wasichana wanapovunja ungo, kuanzia miaka 13 kwenda juu ndo age ambayo watoto wengi, vijana wengi, miili yao inaanza kukua, wanaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye miili yao, na hamu pia ya kufanya vitu fulani fulani inatokea. So kama culture zetu zilivyo, hatuna lugha rafiki ya kuweza kuongelea na watoto wetu kuhusu mambo ya mapenzi. Hatuna lugha rafiki ya kuweza kuongea na watoto wetu kuhusu njia za uzazi wa mpango, watoto wakiwa bado ni wadogo. Lakini tunasahau kwamba kuna utandawazi, au watoto wanajua vitu vingi kuliko sisi kama wazazi tunavyofahamu. Na I think actually kwamba na sisi kuna wakati tulikuwaga watoto na kuna vitu tulikuwa tunajua ambavyo vilikuwa ni vitu vikubwa kuliko wazazi wetu walivyokuwa wanafahamu sisi tunafahamu. So leo sisi tumekuwa wazazi na tuna face mambo hayo, matatizo hayo. Kwa hiyo kama una maswali binafsi na pekee ambayo hatukuyakava leo hapa, basi acha hapo kwenye comments na tutarudi kuyajibu maswali yako. Karibuni, tuenjoy huku tunajifunza. Ni vitu vigumu labda kusikia kwenye masikio yetu kwa sababu sio culture yetu kuviongelea hivi vitu, lakini tuanze kuwa na openness, yani tusikiliza hivi vitu, kuvipokea na kuvikubali. Ama kuvipokea si lazima kuvikubali, lakini at least umejifunza kitu kimoja ama viwili. Pia kama utaipenda video hii, basi naomba ushare na rafiki yako mmoja ama wawili, na pia kwenye social media zako. Vile vile naomba uipe thumbs up, kwa sababu ukiipa thumbs up inanisaidia mimi kujua ni topics gani mnapenda niziongelee zaidi. Na pia kama bado hujasubscribe, basi naomba ufanye hivyo kwa kugonga hiyo subscribe button hapo chini na kugonga hicho kikengele, ili kila ninapoposti video mpya basi uweze kutaarifiwa. Karibuni tena kwenye Jiongeza Podcast. Kama kawaida ni mimi host wako Cynthia, na ongeze nitakayofanya mgeni wangu wa leo, yani anatu involve sisi wote kama wanajamii. Jinsi gani msichana, mtoto wa kike ajilinde, jinsi gani mtoto wa kiume ajilinde wakati kuwa na hamu ya kufanya vitu kama mapenzi. Ile ni science, ni mwili unamfanya mtu ajisikie hivyo. Kwa hiyo sio, hatuwezi kucontrol hicho kitu, ila tunachoweza kucontrol ni vitu gani tunaweza tukawapa, yani kama mafunzo, masomo ya kuweza kujiepusha na mambo mbalimbali kama mimba za utotoni, kama magonjwa ya zinaa na vitu kama hivyo. So sitaki kwenda mbali sana kwa sababu tuna pro tayari hapa ameshakaa, yuko tayari na atatuelimisha zaidi. Kama mzazi utajifunza jinsi gani ya kuongea na mwanao ili kufanya maongezi yawe rafiki, na kama ni mtoto ni vitu gani vya kuangalia wakati sasa unaona haya mabadiliko kwenye mwili wako na unakuwa na hamu ya mapenzi. So anyway, nitapenda kuchukua nafasi kumkaribisha mgeni wetu wa leo, na atatueleza kidogo kuhusu yeye, background yake, and then tutajump kwenye maswali. Innocent, karibu. Thank you. Asante sana Cynthia. Nimefurahi. Kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Innocent Grant. Natokea, mimi ni mwenyeji wa Mbeya, Tanzania. Nikiwa Tanzania nimeishi kule, nimesoma kule, lakini baadaye nikaenda kufanya masomo ya clinical medicine Mtwara, chuo kinaitwa Mtwara College of Health and Allied Sciences. Nimefanya masomo ya clinical medicine kwa miaka 3. Nilipomaliza nikaanza kufanya kazi katika sekta ya masuala ya uzazi, sana uzazi wa mpango, family planning. Nikiwa nafanya kazi nilikuwa nasoma pia. Nikafanya masomo ya gender and development Dar es Salaam, Mwalimu Nyerere, chuo cha Mwalimu Nyerere Dar es Salaam, lakini bado nilikuwa naendelea kufanya kazi. Nilipomaliza nimekuja huku nikuja kufanya public health overall. Sasa nipo nasoma hapa Marekani, lakini bado naendelea kufanya kazi katika eneo la afya uzazi. Na hasa miaka kadhaa iliyopita nilikuwa nafanya zaidi afya uzazi kwa upande wa vijana. Tutajumuisha na watu wazima, lakini vijana na vijana bali ambao wapo katika age ambayo tunaita sexually active age. Yeah, I think hiyo ndio utambulisho wangu mfupi angalau kidogo. Wonderful. Labda utuelezee kidogo wakati unafanya kazi na vijana na wazazi kuhusu mambo ya uzazi wa mpango, kuhusu mambo ya family planning, ni vitu gani ulikuwa unaviona ambavyo ni vigumu sana kutokana na culture zetu sisi kama Watanzania? Ikija kwenye mambo ya mapenzi, ni wapi, sitaki kusema tunafeli, lakini obviously wazazi wetu wakati wanakuwa na wao walipitia njia hizi ambapo waliona miili yao inabadilika, walikuwa na hamu fulani. Kwa hiyo unaona ni wapi tunakosea labda kama wazazi, badala ya kuongea na watoto wetu kuwafanya waone hivi vitu ni vya kawaida, lakini kuna vitu vya kujifunza. Yeah. Ni vitu gani wewe ulikuwa na experience?
Yeah, I think toka nimeanza kufanya kazi kwenye ile eneo nilianza chuo 2014 wakati nasoma masomo Mtwara, nikawa naona ukiingia wodi ya wazazi Mtwara, nilikuwa nasoma kuta kuna wodi ambayo ni naita gynecological ward, achana kule obstetrics ambazo wanaenda tayari kujifungua au wanakuja na complication. Huku gyna ukiingia vitanda ni vingi. Katika vile vitanda ukiingia karibia robo tatu ya wagonjwa ambao wapo katika ile wodi ni mabinti wadogo miaka 19, 20, 21 mpaka 24. Amekuja na nini? Amekuja mimba imetoka, amekuja ana changamoto fulani ya uzazi ambayo imetokana na incomplete abortion, labda kufanya ni ama changamoto za namna hiyo. Rudi mtaani unakuta kuna nguvu mbili za mvutano. Kuna kundi la wazazi, kuna kundi la vijana bale ambao wameingia katika ile tunaita sexually active period, au pia wapo katika reproductive age miaka 15 mpaka 49. Hiyo ndio kipindi ambacho mtu anaweza kashika mimba na kadhalika. Wazazi wanajua miili ya vijana inachangamka na kuna kipindi itafika wataanza kufanya mapenzi. Namna gani tuambie wawe makini? Hawajui, wanaona aibu. Ndio wanaona mama akiona au baba akiona kijana wake anabadilika, sauti inakuwa nzito, ama binti kifua kimeongezeka, mabadiliko fulani ya mwili, baba tu anaanza kusema, au mama utasikia anasema kuwa makini, wanaume wapo tu, wakikushika huko kuwa makini. Hajui how do I communicate this information. It's a sensitive topic, it is. They Mi don't know, nataka nikukatishe hapo Yeah. hapo. So wako very open kwa kuwa tu darasani na kwa vitu Yeah. ambavyo umesha experience wewe toka huku ukisoma. Yeah. Yeah. Unaona utofauti uko wapi kwa watu wa huku ikija kwenye mambo ya mtoto wangu anakuwa, kwa sababu mimi nina marafiki ambao wana watoto wa kike, mimi na watoto wa kiume. Walipofikisha tu miaka 12 unakuta mama kabisa anamchukua mtoto wake, wanaenda kwa dokta, anaanza kupewa vidonge vya uzazi wa mpango ili usipate mimba. So kwa sisi ni kwa sababu yule mama anafanya vile kwa sababu na yeye wakati anakuwa wazazi wake walimfanyia vile na yeye akajifunza. Lakini kwa sisi sasa hatuwezi kufanya hivyo. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa kama mzazi, kwa sababu inamaanisha kwamba unamwambia yule mtoto hebu nenda kajaribu, akafanye. Yani ndo wazo letu sisi. Tunaogopa kwamba ukimpa information mtoto unaona kama vile ndo umemfungua mawazo, lakini watu wanasahau kwamba actually ukimnyima kabisa information na ukimweka kwenye giza ndo mbaya tena zaidi. Ni afadhali ukampa tu information, yeye akajua jinsi gani ya kuitumia ile information mwenyewe. Swali langu kwako ni kwamba kwa kukaa tu huku kuongea na watu haswa kwenye field ya public health, unaona watu wa huku wanarespondije kwenye mambo ya uzazi wa mpango kwa watoto wadogo ama sexual practices kwa wanafunzi compared kwa nyumbani? Watu wako open ama wewe unaona wakoje? Yeah, I think pia ina depend, japokuwa majority ya Wamarekani nimeona kwamba kuna huo utamaduni wa kuongea na vijana wao. Ipokea also mfumo jinsi ambavyo Marekani imetengenezwa, kuna so much information outside, kiasi kwamba wanaweza kazi access taarifa kuanzia mashuleni huko mavioni na kadhalika. Nilibahatika kabla sija Marekani kana marafiki ambao ni wa Marekani na tulikuwa tunakutana katika settings mbalimbali. Rafiki yangu mmoja sitamtaja jina, alikuja na mtoto wake wa kiume, alikuwa na miaka 14 kipindi hicho. Tulikutana katika mkutano mkubwa wa kimataifa unaitwa mkutano wa uzazi wa mpango, ulifanyika Rwanda. Alikuja na mtoto wake wa kiume Rwanda kwenye mkutano na akawa mtoto wake anazagaa kwenye mkutano. Kanisimulia akasema leo nimemuuzi sana dogo. Nikamwambia kwa nini? Hapa nimerudi nyumbani nimempa mapaketi ya condom. Nimwambia mwili wako utakuwa umeshaanza kuchangamka. Mkutana na mtu, do not forget to use condoms. Akasema ali feel awkward kwamba mimi nafikiriaje kama anafanya mapenzi, yani kwamba mimi namwazia mpaka anafanya hivyo. Lakini akasema mimi ndio utamaduni wangu, nikiwa kijana akifika mwili fulani lazima najua kuna mpa, kwa sababu kimuona ameshaanza kuchangamka, sauti yake inabadilika na kadhalika. And then nilipokuja huko Marekani pia kuna familia ambayo niliishi nao, ni wazungu, niliishi nao kwa wiki 2 kabla sija kuhamia kwangu. So yule mama ana watoto wa kike wote, na wote ni watoto wa kike kidogo wakubwa, wa mwisho ndio yupo chuo. Ila alipokuwa anaongea na mabinti wake nikawa nasema oh wow, like you guys even discuss my boyfriend na mabinti zako? Tanzania hamna hiyo nafasi. Yani kwanza ile last born anaongelea about breakups zake, anaongelea. Nilicheka siku moja, alikuwa mtoto wake wa kike anamsimulia mama, anamwambia oh my friend sijui, let me use them Cynthia, my friend Cynthia is kind of dating with Anthony. Mama yake akamwambia what is kind of dating, there's no terminology like kind of dating, are they dating or not? I was like okay, it's a very funny conversation. Like wanna chat, anamwambia okay, have they had sex? And they no, I don't know, that's why I'm saying they kind of dating, because she's not open about it, So
anazungumza yule mama na watoto wake kwa kirafiki kuhusiana na boyfriend wake na mahusiano yao very openly. I was like, okay, I think nyumbani itasaidia kama baba au mama atakuwa anazungumza, mimi nikipata mtoto wangu wa kiume nikae na mtoto wangu wa kiume tunapiga story, oh mpaka mchumba vipi, yuko wapi, mlete tupige naye story, mmeenda wapi leo, So I think itaepusha mambo mengi. Huku ndo utofauti ambao nimeuona, a very good friendship between parents and kids, where at home, nyumbani, friendship hakuna. Kwanza watoto na wazazi kuna muda wanakuwa kama maadui, yani ukisikia baba anakuloma huko nje mnakimbia kulala, ndo maana unakuta it's not a very happy context. Unakuta mtoto anaweza kawa anafanyiwa hata vitendo vya ukatili, anashindwa communicate kwa sababu parents are not friendly. Kuna vitu anazivisikia ambavyo they are not right, anashindwa communicate kwa sababu wazazi sio rafiki. So hicho ndo kitu kikubwa ambacho nimekiona huku, parents are really friends to their kids. Nyumbani parents have been too not friendly, wanakuwa kama manager sijui kwa watoto, and I don't think that's a very helpful parenting style kwa nyumbani. So tofauti ya nadhani umeongelea point nzuri sana kwamba wazazi wanakuwa almost maadui na watoto. Na hicho ni kitu ambacho nadhani kama hizi siku za karibuni kutokana na utandawazi kidogo wazazi na watoto wameanza kufikia ukaribu zaidi, lakini bado hatujafikia kile kiwango cha hey, naweza nikakaa na baba ama na mama nikamwambia I got me a boyfriend, or this is my boyfriend, or my girlfriend, and this is what we're doing. Mimi mtoto wangu wa miaka 9 juzi alikuwa amerudi nyumbani akananihadithia kwamba walikuwa na darasa linaitwa maturation class. So kila state wana jinsi yao ya kuliita hilo darasa, lakini wakiwa darasa la 4, kwa sababu watoto wengi wanakuwa miaka 9, 10, kunakuwa na darasa ambalo linawafundisha kuhusu miili yao na jinsi gani itabadilika, wataanza kuona mabadiliko. Yani wanaongelea vitu vya undani, naongelea mwili unavyoanza kuota nywele, sehemu za siri, utaona sehemu zako za siri zinabadilikaje, utaona kifua chako kama msichana kinabadilikaje. Lakini yale madarasa hawaweki wote kwa pamoja. Watoto wa kike wanaenda kwenye darasa lao ambao wanaongea na walimu wao upande wa wanawake, alafu na watoto wa kiume wanakuwa upande wao na wanaongea na walimu wa kiume, wakiwa wanaelezewa ni jinsi gani miili yao itabadilika. Na pia wakifanya vitu fulani, hichi ndo kipindi sasa wengine wataanza kubalee, wataanza kuona sauti zao zinabadilika, wataanza kuona chunusi kwenye uso, na wakisha balee ni rahisi kumpa mtoto mwingine ujauzito. So mtoto wangu wakati amerudi nyumbani ananielezea, ananiambia mama, well guess what, leo tulikuwa na darasa tukaongelea 1 2 3. Yani yeye yuko open kabisa. Akaniambia hey, na mimi nimeanza kuona hizi changes kwenye mwili wangu. Yeah. This is my fun child. This is my fun child. Yani he was so open. Wakati mtoto wangu ambaye ana miaka 19 sasa hivi, wakati wao walikuwa na hilo darasa ambao was long time ago, he was feeling so shy to even tell me ni nini waliongelea darasani, lakini akawa ananiambia kidogo tu, alafu ni anacheka hana mbavu, anajificha kabisa kwa sababu anasema oh my gosh, this is too much. It's just too much kuongea na wazazi wako. Lakini nasema hivyo kwa sababu huku watoto wa huku wako wa haraka sana. Sio tu ni watoto wa huku ama pia ni watoto kwa ujumla. Unajua unapoona mwili wako unabadilika afu unakuwa na hamu fulani, unataka kupractice hivi vitu. Umeshaona Sasa kwa sisi kwa nyumbani tunakuwa labda waoga kidogo. Na kwa nini tunakuwa waoga? Ni kwa sababu either tumeshasikia vitu fulani kutoka kwa wazazi wetu ama katika jumuiya, ama sisi wenyewe kwa wenyewe, watoto kwa watoto tunaongea, tunajua rafiki zetu wanaofanya mapenzi ambao hataki kufanya mapenzi, lakini wanatueleza mambo yakoje nini na nini. Unaona, kwa hiyo kunakuwa na curiosity fulani, ile mtu unataka kujaribu, lakini unajua hapa kutakuwa na matatizo na balaa. So ninasema hivi kwa sababu huku wameshaona kwamba kuna kipindi pia census ilitoka wakaonyesha jinsi gani watoto miaka ya chini, miaka midogo kuanzia miaka 10 kwenda juu wanapata mimba hapo katikati, kwa sababu walikuwa ni wana practice mapenzi, wanafanya vitu mbalimbali kwa sababu it's fun. Wao wanaangalia like it's fun, yani sio kwamba naweza nikapata mimba. Hawana hilo wazo mpaka pale mtoto anapopata mimba. Kwa hiyo hivyo public health na watu wakakaa ikabidi wafanye policies ambazo sasa ndo wakaanza kufundisha haya madarasa. So I'm wondering kama na sisi nyumbani haya madarasa actually labda ni kitu tunahitaji kuanza kufanya na watoto wetu.
Umeelewa? Yeah. Na Yeah. nadhani pia kama ulivyosema, saa nyingine watoto wanaweza wakawa wanafanyiwa ukatili nyumbani ama hata na ndugu, na wanashindwa kuongea, iwe ni mtoto wa kike iwe ni mtoto wa kiume. Hichi ndo kipindi saa nyingine hata watoto wanalawitiwa, Yeah. Yep. haswa watoto wa kiume, na wanashindwa kuongea na wazazi wao kwa sababu hizi topics tumezifanya ziwe ngumu sana. Lugha Yep. kuhusu mapenzi, kuhusu mtu kukushika, kwa sababu hata huku kitu tunachofanya wazazi, kitu kikubwa, watoto wakati wanakuwa, kitu tunachojaribu kuambia kila siku, usikubali mtu yote akushike sehemu zako za siri. Sehemu zako za siri ni sehemu gani? Sio huku chini tu, kifuani kama we ni msichana, hata kama ni mvulana, kukushika huku nyuma, yani on your bum, vitu kama hivyo. Lazima hizi ni lugha ambazo inabidi tuwe tunaongea na watoto wetu kila siku, na tuongee nao kirafiki, ili hata mtu akimshika au yuko tayari kuja kuambia mama ama baba, kuna mtu kanishika leo hivi, ama kuna mtu kaniambia leo hivi. You know what I mean? Yeah. So anyway, Yeah. tukirudi kwa Tanzania sasa hivi, utandawazi yani kila mali tuna internet, porn zimezidi, watoto hawahitaji hata kuongea naye sasa hivi, yani porn ziko kila mahali, kila kona, kila mtu ana simu. Kuna saa nyingine unaona video zinasambaa huko, mtu mzima yuko kwenye basi anaangalia porn, haelewi kwamba hey, kuna Context behind me. Yeah, na kuna watu around me wanaweza wakaona hivi vitu, na watu around me wanaweza hata wakawa watoto. Unakuta tu mtu anaangalia vitu kama hivyo, na watoto siku hizi wana simu. So wewe mfano kama mtu wa mambo ya afya, ni vitu gani utashauri wazazi wao wanatilia maanani ili kuweza kuleta lugha rafiki kwa watoto wao kuhusu mambo ya sex, kuhusu mambo ya kupata ujauzito, kuhusu mambo ya ulawiti, hivyo vitu vyote, kwa sababu hivi vyote vina fall in the same context. I think tukianza especially tukija upande wa wazazi, kwanza tafiti zinaonyesha parenting style ambayo haipo friendly kwa mtoto, it's not helping the kid, haimsaidii kabisa. Ni lazima mzazi awe rafiki kwa mtoto ili kuweza lakini ukisema lazima mzazi awe rafiki na mtoto, ni rahisi kusema hivyo, lakini wafanyeje sasa ili wawe rafiki? Mimi nadhani inabidi tuongelee zile steps sasa, wafanyeje wawe rafiki? Zile hatua. Well, na nafikiri hapo inaweza ikawa context from family to family, kwa wazazi kuwa and I think inaweza ikaturudisha nyuma kwenye very big topic ya family planning. Are you ready to have a kid? Na kwamba unaweza, kwa sababu ukiwa unaishi na mtoto, take it into your mind, you're not raising kids, you are raising little humans ambao kesho na kesho kutwa wanaenda kuwa stand-alone human beings. Na umejipa huo wajibu. Are you ready to be a parent? Upo tayari kuwa mzazi, na ujue kabisa kama nikiwa mzazi nalea mtu ambaye anakuja kuwa mtu mzima, silei mtoto. Na kama unalea ukiwa na hiyo mindset kama nalea mtu ambaye anakuwa kuja kuwa mtu mzima baadaye, unahitaji kuwa informed, unahitaji taarifa ili aweze kunavigate complexity za maisha, kwa sababu maisha yapo complex. And then ukianzia hapo then uweze kujipanga. I think now I'm ready to have a baby. If you're not ready, tuna njia za uzazi wa mpango jamani, tunaweza tukazungumza, inakuwa ni mada nyingine, ili ujue kabisa kwamba mwakani nitakuwa tayari kuishi na mtoto, na nipo tayari ku raise mtu ambaye anakuja kujitegemea baadaye, mtu mzima. So kwa hiyo hii ni unaongelea kwamba wewe kama mzazi uanzie hapo kwanza kwa kuji-evaluate wewe mwenyewe. Evaluation, exactly. Na watu unajua, tukiwa tunazungumzia mfano zana ya uzazi wa mpango, watu wanasema gani kwenda kudepopulate population ya watu, sijui ni kwenda kufanya nini. Well, kuna hizo arguments, but science, when you talk about family planning, it's also being able to decide lini nataka kuwa mzazi na lini nahisi nina capacity to raise a kid. And as I said earlier again, kuwa na hiyo mindset ya raise a kid, but no, for sure you are raising a human being ambaye anakuja kujitegemea baadaye. Na kama unamraise a human being ambaye anakuja kujitegemea baadaye, ili aweze kufanya self-informed decisions, lazima awe informed. Na mtu wa kwanza kumpa information huyu kiumbe ambaye anakuja kujitegemea baadaye ni wewe mzazi. Una determine uwezo wake wa kuwa na maarifa ya kusolve matatizo, una determine uwezo wake wa kuishi na afya nzuri baadaye, una determine uwezo wake wa kuweza kufanikiwa. Wanaambiaga watu kwenye public health kwamba who was the primary producer wa afya
kwenye jamii. Ukienda kwenye kilimo, ukisema primary producer ni mkulima yule wa chini. Kwenye afya, primary producer of health and well-being ni familia. So it starts by planning a family. Kule ndo watoto wanajifunza namna ya kula vegetables, matunda, namna ya kufanya mazoezi, namna ya kunywa maji, namna ya kuishi salama, na unaanza kujenga ubongo wake in a way atakuja kujitegemea baadaye. If you don't recognize kwamba primary producer ni familia, you're going to mess up, na utajikuta tunatengeneza kizazi ambacho hakina afya, kizazi ambacho tunakiita kizazi cha nyoka, sio kimeharibikiwa, kumbe tunakitengeneza yenye kizazi cha nyoka. Kuna muda tunamlaumu shetani mpaka shetani anatushangaza, it's too much on me. But self-evaluation, a parent, if you want to be a good parent, anza kujitafakari, am I ready to build a human being? Kama nipo tayari ku build a human being, nianze mimi sasa nijue I'm not just raising a kid, I'm raising someone ambaye anakuja kujitegemea baadaye. Ili aweze kuja kujitegemea baadaye, lazima awe informed. The information ya kumpa ni information ya afya uzazi, whether upende ama usipende, atafanya tu. It's science, atakutana na mambo atafanya. Kwa lazima ujifunze, how do I communicate this information kwa huyo mtu. Hiyo tu. Leo tunazungumzia sexual health, lakini kuna information nyingi, information za lishe bora, information za namna unavyotengeneza marafiki, information utavukaje barabara, information za nini. Are you ready to communicate that to this little human being ambaye kesho ataenda kuwa self-dependence? And trust me, usipomfundisha wewe mwenyewe nyumbani, usipojifunza namna ya kumfundisha, ulimwengu utamfundisha. Ulimwengu utamfundishaje? Utampa mimba isiyotarajia, kesho utampa maambukizi bila wewe kujua, kesho ataenda tabakwa na watu mtaani bila wewe kujua. Mambo ni mengi kwenye ulimwengu. So ili umsaidie aweze kunavigate hiyo dhana ya ulimwengu, lazima ujue anahitaji kuwa informed, na hiyo wanaweka board. Any kid ambaye anakuwa raised kuwa adult, lazima tumsaidie aweze kufanya maamuzi ambayo yapo informed decisions. Ameenda amekutana na mpenzi, amepata hamu ya kufanya ngono, ana informed decision, atakumbuka, hey, my mom told me that you can't do sex without using a condom. Au mama ameniambia I can't do sex, I'm too young, so maybe tujivute, maybe we can just kiss today, or maybe we can just hug today, I'm comfortable with that, but a little step than that, I feel like it's not a good thing to do, it's not a right thing to do. So primary producer wa afya kwenye jamii ni familia, and that's, hiyo ndo dhana ya family planning inapokuja. Are you ready to be a parent? If you can't communicate, they will communicate. What are they going to communicate to your kid? Ni matatizo hujui na atakachokipata na atakachokuwa nacho, na umemesa safari yake nzima ya maisha. So nachotaka kuongelea ni kwamba jinsi ulivyokuwa unaongea ina sound kama unamlenga mtoto wa kike kwa jinsi ulivyokuwa unaongea, lakini ikija kwenye mambo ya mimba, ikija kwenye mambo ya matatizo ya sexual health ama all that, mtoto wa kiume pia anahusika sana tu. So na sisi kwenye culture zetu tunaona mtoto wa kiume ni dume, you know, anatakiwa kwenda huko kufanya shughuli zake, umeelewa mtoto wa kiume karuhusiwa kwamba wewe nenda huko, ukikutana na watoto wa kike, ukimpenda, ukikutana na msichana, wewe fanya shughuli zako, wewe isikuhusu. Lakini watu wanasahau kwamba wote, mtoto wa kike na wa kiume, wote wanatakiwa kuongelewa hizi habari, kwa sababu wote wanajenga community, umeelewa? So na wazazi wengi hasa wa baba, yani wanaume kwa ujumla, hawapendagi eti kukaa unakuta anaongea na mtoto wake wewe nenda kajifunze huko mbele ya safari, utakutana na vitu. So again, tunarudi kwenye ile ni lugha gani ambayo itakuwa rafiki. Yani mimi nataka tukitoka hapa leo, mtu anaosikiliza hii conversation hapa leo, kama ana mtoto wa kike ama mtoto wa kiume kuanzia miaka 10 kwenda juu, aweze kukaa naye chini na kusema let's talk about this, na iwe friendly. Tufanyeje sasa? Yani nataka mtu akitoka hapa sasa hivi wapige story. Ama wapige story. Kabisa waanze kuongelea hivi vitu. Lakini tunawasaidiaje? Kwa sababu kila mtu anaongelea haya matatizo, lakini tunaongelea kiukubwa. Just in general. Unatakiwa uwe na lugha rafiki, uongee na watoto wako, lakini watu wengi wanajiuliza, ninaanzia wapi? Nianzaje sasa hivi? Nataka nifanye hivi kwa sababu watoto wangu wamechangamka. I'm worried inside. Nikienda kulala naogopa, lakini sasa sijui niwaeleze vipi. Na labda tayari wanajua hivi vitu vyote, lakini bado kama mzazi, bado nataka niweze kuongea nao. Kwa sasa nyingine ndio hivyo, tunataka pia kuavoid kwamba watoto wa kike anapata mimba, anatoka huko nje, anaenda anatafuta dawa za kunywa, mwenzake amemwambia kunywa kitu fulani, ile mimba itatoka. Anaenda anafanya hivyo vitu, mambo mengine yanatokea, anakufa, complications, anaweza kafa, anapoteza, yani kuna mambo mengi. So how do we communicate all this stuff? How do we do it? Na how do we start kusema kwamba
kama baba, kama mama, niwe na urahisi wa kumwambia mtoto wa kiume, hii hapa condom, just in case unaihitaji, lakini simaanishi kwamba nenda ukafanye mapenzi. Yeah. Well, yeah, and I would like to kuirudisha tena nyuma kidogo kwa upande wa watoto wa kiume. As a young man pia ambaye nimeelewa kwenye hiyo community ya Tanzania, we think the way ambavyo tunalea watoto wa kiume inawasaidia, but actually inawakandamiza. Ukija kwenye tafiti tunaonyesha watoto wa kiume ndio wana matatizo mengi ya afya ya akili, kwa sababu tunawalea watoto wa kiume katika ugumu, wawe jiwe, mwanaume kufanya hiki ni umama, kufanya hiki ni umama, you know. So we have men ambao hawawezi communicate, they can't communicate their feelings, hawawezi communicate wanavyojisikia, hawezi, you know, wanakuwa wameweka mavitu mengi moyoni. The main way to express hayo mavitu moyoni kwa kufanya random sex na mabinti, kwa kuwa violent, gombana na wenzie, kwa sababu ndo the way ambavyo wana express his emotions. Na unfortunately the way tuna raise wanaume kwenye jamii imekuwa haiwasaidii wanaume, imekuwa ikiwakandamiza. Sasa ndio maana hata life expectancy, yes, hijabu inakuwa contributing to that. Wanaume wanakufa na kitu mimi nakiitaga minority stress. Nobody's communicating to them. Wamekuwa so much overwhelmed na too many emotions na vitu vingi moyoni mwao na taarifa nyingi, na wamepewa hizo stress. Zile stress zinaanza kuaffect miili yao in a way that we can't see, lakini wanaume akifika tu miaka 50 na ngapi anaanza kupata hypertension, diabetes, so it's just too much going on the body. They don't know how to communicate outside. So na siku hizi wanaume hawajui hata kutafuta mates. How do I approach a girlfriend? How do I, sababu they don't know how to communicate. So it's a big problem the way ambavyo tunalea wanaume. Maybe we can break down that conversation tena uko mbeleni. But for parents today, how do you communicate na mtoto wako? Kama nilivyosema, hatua ya kwanza self evaluation, am I ready to be a parent? And hatua ya pili, gundua you are not raising kids, you are raising adults ambao watakuwa na lazima wajue kujitegemea and waweze kufanya kitu na kita informed decision. Wape taarifa, don't control them, give them information, wachakate zile taarifa waweze kudecide. Lazima uwe na hiyo mindset kwamba I'm raising adults ambao watakuja kujitegemea na lazima niwape taarifa waweze kufanya maamuzi ambayo yapo informed. The tatu, I think kuna hatua ambazo watu wamesiweka around parenting. I don't know all of them, but kuna sehemu za kuanzia. Mfano, gundua hobbies za mtoto wako, spend time, tafuta I think hatua ya kwanza really kama mzazi, kweli maisha ni busy, inabidi kila siku tutoke, turudi nyumbani, tutoke usiku, tunarudi usiku, tunatoka na giza, tunarudi na giza, but make sure you find time to spend time na watoto wako. Yani hiyo, tafuta muda wa at least kuongea na watoto wako, au gundua hobbies zao na uwe part ya zile hobbies. Kama mtoto wako anacheza mpira jioni, akienda kucheza mpira jioni, basi hata msurprise hiyo, nenda mshangilie tu kule nje, aone my dad is here and celebrate leo anacheza mpira. Inamuempower in a way you'll never understand, lakini anajua I'm actually seen and I'm appreciated, na ile inamsaidia sana kujenga bond yake yeye na wewe. So gundua hobby. Mtoto kwa hakika anapenda kucheza na vidoli, spend time, nenda pale, jua midoli anayopenda kuichezea, ikibidi nenda kamtafutie, na nenda pale msaidie kuchana nywele za mdoli, mpake mafuta mdoli wake and stuff like that. Anaona kila mtu kama ilivyo mtu mzima, pia watoto wanapenda kuwa recognized, wanapenda kuwa appreciated, msifie umependeza, kisuka nywele nzuri. Kijana wako wa kiume ameenda amenyoa, amerudi nyumbani amependeza, you look handsome today, yani mpaka basi, yani nimefurahia unavyopendeza. So make sure unatengeneza hizo compliments kwa mtu, like little hivi vitu vidogo vina build sana confidence kwa watoto. And vitu vingine pia, so ukijua hobbies za mtoto, tafuta muda kuwekeza kwenye zile hobbies, kwenda kumappreciate na kumencourage to do even more ya hizo hobbies. Anapenda kuangalia movie, kaeni, let's nataka kujua which movie are you watching now, I want to be part of the movie. Discuss your character. Au nawe sijabu, sio lazima uangalie naye movie, unaweza kutafuta muda wako ukaangalia, lakini ukaenda pale ukamchengesha na scene. Umeangalia ile scene ameruka sio kwenye gorofa, na that kumbe ana follow the same show, but I can't wait nimeangalia kipengele fulani nimsimulie. Find ways to get into their hobbies. It's very helpful. And then the other thing, mimi naambiaga watu, Tanzania tuna mfumo, na hizi ni rate of steps ambazo tunaweza kuzifanya to raise healthy adults. Mgeni anakuja, mimi nimeenda kwenye nyumba ya mtu fulani, mtoto wake hataki kunisalimia, anaanza kumlazimisha, mshike anko kichwa, mshike, msalimie, mwambie shikamoo. Hiyo sio adabu. Mimi nakwambia that's not a very good way to kumforce mtoto. Anaanza kuona huyu mama huyu baba ananichukulia uhuru wangu wa kufanya maamuzi. Kwa kesho na kesho kutwa nyie msipokuepo, anko akimwambia njoo nishike kichwa, tena kumshika kichwa, kwa sababu we force them kumshika kichwa anko au kumsalimia anko kwa lazima, na kwamba it's not about her, it's about nyie ku decide
na vitu kama hivyo. So wait, watoto wana tabia ni mpaka mtu amwone safe, ni mpaka mtu amwone yupo karibu. Mtoto akikataa kumshika anko kichwa, understand, mwambie tu anko atakuja tu baadaye, atakuzoea, atakuja kusalimia baadaye, so don't get stressed. Ndio jinsi alivyo. Mwempower yule mtoto kwamba we know her, atakuja baadaye, and usimfokee kumwambia kwamba what you're doing ni dhambi, ni tabia mbaya, huna adabu, huna heshima. It's really disempowering kids, na ile mindset anakuwa nayo hiyo. So hiyo pia ni little step nyingine ambayo inabidi recognize actions za mtoto hata kipindi ambacho anakuwa hayupo comfortable, and find ways kumwambia bila kumfanya ajisikie kwamba unamuover take uwezo wake wa kufanya maamuzi. Build ability yake ya kufanya decisions bila kumwambia kwamba you know what, there's no way utaweza kufanya maamuzi mpaka mimi nipokee, au mpaka mimi nikikwambia shika hicho kitu shika. No, I don't, that's not really helping kids in our undermine ule uwezo. So no, hizo kwanza set time, no hizo hobbies zake, find ways to merge kwenye hizo hobbies zake. Usiwe controller. Kids don't like mtu ambaye ana control kila kitu, you know. Try to talk to them, they understand. Ukimwambia kitu wanaelewa bila kumfokea, bila kumsukuma. And again, huwa na ile mindset kwamba namkuza mtu ambaye ni adult. Mimi kesho na kesho kutwa hata kuwa kwangu. So lazima nimwambie, hata kama unaogopa, kumbuka tu ukiogopa kumwambia, watamwambia watu wengine nje. Watakachomwambia watu wengine nje una control nacho, au kama kuchelewa kumwambia itakuwa too late, itakuwa ameshaharibu. So I think kuna hizi little steps ambazo wazazi waanze basi kujifunza, na hizi zitakuja ku trickle down kwenye sexual health za vijana wao. You know, mmepata movie mnaangalia, kuna scene about mahusiano, namna wanavyo communicate mahusiano. It's a chance to talk about it, kwamba yo, kwanza tell me, do you have a girlfriend, do you have a boyfriend, una mpenzi? Nisimulie mimi nilipokutana na mama yako ilikuwa hivi na hivi na hivi, tukatoka tukaenda club na it's fun, you know. Wewe pia nisimulie, don't mind. Anaita Cynthia, okay, mwambie Cynthia aje nyumbani tupike lunch, kama yupo comfortable it's fine. Siko nakuja kwa mtu, mwambie tu aje. Okay, tunaenda swimming siku fulani, mwambie Cynthia twende wote tukatembee. You know, anza kumjengea kwamba it's okay, wewe ni human beings tumekuwa designed as relationship beings as well. So lazima uencourage mtoto anapotengeneza mahusiano, lazima uencourage yale mahusiano yake. That's the nature of human beings. Ukianza kumkataza kutohusiana, unapunguza ubora wake wa binadamu, anakuwa binadamu ambaye sio bora. So you have to encourage. Amempata Cynthia, talk to them. Mwambie Cynthia aje, talk to Cynthia, get to know Cynthia. You know, Cynthia anapenda vitu fulani, encourage, mwambie actually Cynthia anapenda kitu fulani, so make sure you carry it tomorrow. Umpelekee Cynthia, you know. Wamekorofishana kitu, mfanye aje akwambie leo Cynthia amenikera. Yani awe mbea wako, you know. Amekera, amefanya nini, amenijibu, okay, I understand maudhi yako, but let's talk about how to navigate that. Mimi na mama yako tulikuwa tunafanya hivi. Then I believe tukifanya hivyo tutakuwa na kids ambao wapo empowered, wapo informed, wanajua ku navigate relationship, wanakuwa na afya nzuri. Again, as I said, going back, primary producer of health and well-being kwenye jamii ya Tanzania au nchi yote ile ni familia. If we don't produce good health and well-being kwenye familia, if we are raising kids and not adults, we are in trouble. If you are raising watu ambao hawajui kutengeneza mahusiano, not just na wapenzi wao, but hata na marafiki zao, we are in trouble. Kwa sababu kwenye, you know, ndo kama hizo tips za mahusiano, add value kwa mtu unayehusiana naye, hata kama ni rafiki yako, you know, jua anavyovipenda, then encourage. As I said, human beings tumekuwa designed kuhusiana, na we must nurture hiyo talent ya kuhusiana. I think itasaidia sana hata kwenye upande wa sexual health. Utajikuta mzazi hauna stress kwa sababu you know Cynthia najua namna ya communicate mambo ya mahusiano. You know, Cynthia anajua masuala ya condom, tumeongea naye. You know, Juma anajua namna ya kuongea na msichana wake. Unajua Juma anajua namna ya communicate feelings ambazo zimemkera. Anajua namna ya communicate kwa hatafanya vitu ambavyo ni vibaya. And young men as well, tuwalee, tujue namna ya kunavigate, raise young men, kugundua feelings zao na kuambia kwamba it's fine kuonyesha emotions. Kitu fulani hujakipenda sema, usijifiche ndani. Kesho na kesho kutwa ndo tunatengeneza very violent society of men ambao wanakuwa na hasira na wanakufa haraka. Too much stress kwenye bodies. Tunaona wapo fine lakini wamebeba tu mavitu kibao. Girlfriend wake amemuuzi, anashindwa hata communicate, nanuna, wanafanya nini, you know. So we must create, we must know how to talk to kwa na find time kuwa into part of their hobbies wanazozifanya.
think itakuwa very helpful. Yeah. Nimependa ulivyoingia kwa undani sana kuelezea kila kipengele, ila mimi bado narudi pale pale. Yeah. Mtu anaweza akakwambia kwa jinsi ulivyokuwa unaongea, hizi ni tabia za watu wa nje, Western culture. Kutaka kujua mtoto wangu anafanya nini, ama kuongea kirafiki na mtoto wake, ama kucheza na midoli ya mtoto wake, ama kwenda kumshangilia mtoto wake wakati anafanya sports, anafanya kitu fulani. Kwa sisi wa Tanzania hatuna hizo culture. Well, sio wote, lakini inategemea na shule unayosoma. Saa nyingine wazazi wanakuwa very involved. Anyway, kitu mimi ninachotaka kusema ni kwamba it's important kujua mtoto wangu anapendelea vitu gani. Tatizo ni kwamba wazazi wa kiume, eti mtoto wa kiume akiwa analalamika anasema kitu fulani, unakuta mzazi wa kiume anamwambia, wewe mjinga nini wewe? Yaani unamwacha msichana, mtoto wa kike anakufanyia vitu kama hivyo, ama zile ndo zile kauli sasa inarudiwa. Au hata nyumbani pale akifanya kitu kidogo, huyu vipi huyu? Mtoto gani wa kiume kidogo bao ngumi, you know. Yani kwamba pia saa nyingine najua wazazi wa kiume ni kwa sababu wanataka kumpa nguvu mtoto wa kiume na kuonyesha kwamba no, wewe ni mtoto wa kiume, lazima uwe strong, lazima uwe hivi uwe vile. It's fine, I get that side of things. Lakini pia wazazi wa kiume inabidi wakumbuke kwamba sio watoto wote wa kiume tayari wako wanapenda ni ubabe. Kuna watoto wa kiume actually wako very soft na wao expressions zao ziko very soft. Kitu kidogo unakuta labda analalamika ama anakaa kimya. Kuna wengine hata wanalia. So that's just who they are. Haimaanishi kwamba ni they're not men enough. No, they're not men, ama they're weak. Umeelewa? Exactly. Sio kwamba haimaanishi kwamba ni hivyo, lakini I think wazazi wa kiume inabidi pia na wao wawe na mwamko wa kujifunza kwamba kila saa kupayuka kugombeza ama kufanya mtoto wa kiume kujisikia tu kila saa anatakiwa awe mbabe. Kuna wakati wake, wake. Yani tujue ni wakati gani wa kufanya vitu fulani. And it's really harming young men. Kwa sababu hata ukija kwenye professional setting ambapo mimi huaga sana za kuona, unakuta young girls, watoto wa kike, na muda mwingine I don't know, wababa wana tabia, wanakuta anampenda sana mtoto wake wa kike, wa kiume na anamkazia sana, mjinga tu, sitaki kuongea naye. Ukija kwenye professional setting, kama nilivyosema, binadamu tumeumbwa tuwe na mahusiano mbalimbali, ikiwa mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya kirafiki, mahusiano maofisini. Watoto wa kike wanajua namna ya kutengeneza connection, wanajua namna ya network and looking for people na nini. Watoto wa kiume sababu ya ile kukaza, ameambiwa kaza na nini, hata wanapokuja kukua, really a lot of men I know, they find it very difficult ku network, ku open, kutengeneza mahusiano na watu, even opening up, just kumsalimia mtu. Akimwona mtoto wa kiume mwingine ambaye unajua kama ulivyosema, kuna watoto wa kiume wengine ambao hapo that's who they are. Akienda sehemu kwenye event anafunguka, amemwona mtu fulani, nice to meet you, mimi naitwa Frank, anaambia Frank anapenda kujichekesha kwa watu, yani tabia za umama yani. That's ndio unakutaga hao akina Frank wana excel, baadaye wanakuambia mtu kama Frank yao wanafanikiwaga hao. It's because wanajua namna ya kutengeneza mahusiano, wana value. Na naonaga sana watoto wa kike wanafanikiwa sana kwenye hizi professional settings. Ukimexpose kwenye professional setting na ukamlea vizuri, anaenda faster sana na anafika mpaka kwenye position kubwa. Mtoto wa kiume anaweza tu akapewa position fulani akalizika hapo, just kusema mimi nianze kuongea nisalimie watu mimi for what, kuchekesha na watu mimi for what, ni tabia nzuri, but inakuja inahamu watu mpaka ukutu uzimani. So really understanding, I think turudi kwenye ile mbezi kwamba really understanding kwamba binadamu, human beings are designed to relate to each other, na lazima when you are raising, again nasema raising a kid, but raising an adult, umfundishe how do you relate to each other. Hata wale ambao haukubaliani nao, watoto wa kiume wanafundishwa, mtu kama ukubaliana naye mchukie, mtenge, mfanye nini. Ndio maana tunakuwa bullies. Mtu akifanya akipita mtaani umuelewi, watoto wa kiume wanakimbilia kumbully and stuff like that. To girls and women, majority of girls and women, they don't do that. They don't bully people, sababu that's not how wamekuwa designed au wamefundishwa nyumbani ku communicate. Lakini watu wa kiume tupo very very quick kwenye kumbully mtu, kumtukana, napita unampigia makelele, unamuita majina na nini hivyo, sababu wamefundishwa kuwa hivyo. But so lazima to build skills na namna ya kurelate na watu, hata wale ambao you do not agree with, but there is a way to keep a healthy distance na huyo mtu, huku ukiwa bado unaendelea kurelate naye katika vitu ambavyo vinamata. Kuna mtu ofisini ulioni naye, kama ukamtie ngumi,
au umkazie au sijui ufanye nini. There is a way unaweza ukarelate naye very professional bila kucompromise your own values, lakini kurespect their position au karespect position yako, na maisha yakawa yanasonga vizuri tu. So we must, I think, coming back kwenye hiyo concept, wazazi Tanzania tuna raise watu ambao wanakuja kuwa watu wazima wanajitegemea, lakini pia tu binadamu ambaye binadamu tumeumbwa au tumekuwa designed kuhusiana. Lazima tutengeneze skills za watoto wetu wanakuja kwa watu wazima waweze kuhusiana na watu wengine. That's the only way wataweza kuexcel kwenye hii very competitive world. Lazima wajifunze how do you relate to each other, na namna gani una manage complex relationships na watu. I think itasaidia. Wonderful. Swali langu la mwisho, najua muda wetu umeshafika. Swali la mwisho. So kwa wazazi na watoto wa kike, let's say mfano mzazi anaona mtoto wangu huyu amechangamka, ama mtoto wangu huyu anakuwa, nataka nianze kumweka kwenye njia za uzazi wa mpango akiwa mdogo. Kwanza, je, unashauri? Halafu pili, kwa sababu ushauri unaweza ukaongea naye kwanza, ni vitu gani aangalie, ni jinsi gani ya kujiepusha na mambo ya mapenzi. Pili, je, waende kwa dokta na wapate zile njia mbalimbali na ushauri mbalimbali jinsi ya kumsaidia yule mtoto, either awe kwenye vidonge ama awekewe IUDs. Unashauri nini? Kwa sababu wewe tayari umeshaona community ya Tanzania ilivyo. Nitakupa story. Nilikuwa nafanya kazi kwenye kliniki ya uzazi wa mpango, ipo Mtwara, kituo kinaitwa Likombe. Huyo mama anatokea familia sio kubwa, lakini at least familia ambayo ina taarifa, ipo informed na taarifa za afya. Alimleta mtoto wake wa kike, alikuwa anaenda shule form 2 Mbeya. Wakati amemleta pale kliniki, alisema kijiti chake kinaisha sijui mwezi ujao, lakini hicho kijiti kitakapokuwa kimeisha kwa shule, nataka mumtoe mwekee kijiti kingine. Alimleta huyo mtoto wake wa kike. So naomba turudi nyuma kidogo. Kwa mtu ambaye haelewi kijiti unamaanisha nini, naomba tueleze kidogo. So kijiti kwa Kiingereza wanakiita implant ama contraceptive implant. So zipo implant za vitu vingine. So hiki ni njia ya uzazi wa mpango, vipo vinavyofanya kazi kwa muda mbalimbali, vingine miaka 2, vingine zaidi. Kinawekwa kwenye upande wa chini ya bega hapa, na procedure yake ni very quick, very haraka, kipo very effective. Na kuta watu wengi wanapenda kijiti kwa sababu pia kinamfanya mwanamke, kuna wanawake wengi ambao wanatumia njia ya kijiti hawapati hedhi kipindi cha inapofika ile kipindi cha hedhi. Kwa kama anatumia kwa miaka mitatu yote hapati hedhi, kwa sababu na sio kwamba hedhi inabaki ndani sijui au ni tatizo la afya, no, ni kwa sababu kijiti kinafanya lile yai linaoenda kutoka kila mwezi lisipevuke, na ndio maana huyo mtu hapati hedhi. Kwa a lot of people wana prefer njia ya kijiti. Kuna wengine ambao ina behave differently, akienda unashangaa inampa hedhi nyingi zaidi, kwa tunamwambia try another contraceptive method, au jaribisha njia nyingine. Kuna wengine anaweka kijiti lakini pia bado anapata hedhi kila mwezi, but majority of women wamereport we do not get hiyo. Uko wengi wana prefer. Kwa hiyo ndio njia ya kijiti. So huyu mama alimleta mtoto wake akikomba kijiti, mwanangu kijiti chake alichokiweka kina expire mwezi ujao, mimi sitakuwepo shule, nataka tukitoe hiki ambacho kina expire mwezi ujao tumwekee kipya cha miaka 2 kingine. And then pale kwenye kliniki ya uzazi wa mpango, nesi sentensi ya kwanza aliitoa, anaongea yule nesi Kimakonde, akasema kwamba mtoto wako anabakana sana kuliko wengine au vipi, you know, and everybody was like you're wrong, hautaki kufanya hivyo hata siku moja. Yani that's not the way you provide contraceptive counseling or contraceptive services. Na kweli ukirudi background, ni yule nesi tu ambaye alihamishwa kutoka wodi fulani, akapewa mafunzo kidogo ya namna ya kutoa huduma, akapelekwa, lakini hajafundishwa friendly contraceptive counseling na uwezo wa kuongea na watoto. So akamfanya yule mtoto akawa very uncomfortable, wakati yule mtoto alikuwa ameshakubaliana na mama yake na walikuwa wako pale friendly, wanapiga story, unaona wametoka sio ameenda kuna biskuti wakati wapo kwenye foleni, yupo very friendly na mama yake, na it's a decision ambao wamedecide let's do it ili iweze kuwa safe. Sitaki kuleta wajukuu kabla ya wakati, nataka ufocus kwenye masomo, but nesi akawa judgmental. So but nevertheless njia za kisasa za uzazi wa mpango zipo salama na zipo very effective, na waliofundishwa kutoa hizo huduma wapo kwenye hospitali, na Tanzania siku hizi imefanya jitihada sana kushirikiana na wadau kuwafundisha watu wa huduma kutoa huduma rafiki ambazo ni non-judgmental. So if a young ambaye anaona ni mdogo ameenda hospitali na kukuta mtu kama Cynthia, mama huyu kama anaogopa kuongea naye, this way wamekuwa trained communicate hizi taarifa na watu ambao kwenye reproductive age, na reproductive age inakuwa defined kuanzia miaka 15 mpaka 45. Na Tanzania walizindua ule mpango mkakati unaitwa NAIA, National Accelerated Investment Agenda for Adolescent Health, namna gani tunaweka vijana bale wawe salama. Wenyewe unatambua vijana bale kuanzia miaka 10 mpaka 19, na wanasema watu wakitaka
pewa elimu za masuala ya uzazi wa mpango, na wakitaka kupatiwa huduma waweze kuzipata, ende katika kliniki, wataalamu wamefundishwa namna ya kuongea nao na namna ya kuzitoa. Kwa I highly recommend mzazi, ama binti yako ameanza kubadilika, ama binti yako unamwona ameanza kupata ile maturity, before it's too late, let them be informed, don't decide for them. Hutaki kuamua kwa ajili yao, wape taarifa ambazo zipo informed. Kama nilivyosema, ukiwa na urafiki na mtoto, ukimwambia kuna option kama na mchumba, ukitaka umalize shule ndo uweze kuanza uzazi na nini, kwa sababu it's a lot of work raising a kid, so lazima kuna option. Hizo option tunaweza tukaenda kituo cha afya. Kuna vituo private kama Maria Stopes, wapo very trained those people to talk about contraceptive counseling, ama tunaweza tukaenda kituo cha serikali. Pia kwenye vituo vingi vya serikali kuna very trained professionals, na mpaka wana guidelines, tunaziita provider guidelines na family planning. Now mara nyingi ukienda kwenye contraceptive counseling session wamefundishwa mpaka mkao ule. Mimi nakumbuka wakati nasoma alinifundisha mwalimu, huyu mwalimu siku hizi ni mzee sana, anaitwa Mama Pila. Alitufundisha mpaka unakaaje, how do you build a rapport, unatizamanaje na mtu ambaye amekuja kutafuta contraceptive counseling, awe mtu mzima awe mtoto, there is a way inabidi ukae kumfanya awe comfortable. So baada hapo mtazungumza options, na zile guidelines na kutaka mtoa huduma uweze kuzungumza option mbalimbali. Kila option kuna hizo njia kama kijiti cha uzazi wa mpango, njia za kisasa. Kuna njia zingine kama kitanzi, pia ni kidevice kidogo kinawekwa kwenye uke wa mwanamke, kinaweza kukaa mpaka miaka 10, kinakazuia mimba mpaka kwa muda wa miaka 12. Kuna njia za vidonge vya kunywa kila siku, kuna njia ya sindano ya kuchoma baada ya miezi 6, sijui baada ya muda gani. Science ina evolve every day. Kuna wale watu ambao wanasema mimi sitaki kuzaa kabisa, sitaki tena. Kuna vitu na sterilization kwa wanawake, wanachana, wanafanya bilateral tubular ligation, waziba zile tubes za uzazi. Kwa wanaume tunachana kwenye sehemu yake ya scrotum, tunaita vasectomy. Tuna mirija tunaifunga, na imaanishi wanaume wengi ukiwaambia vasectomy nitakuwa simwagi, no, unafanya mapenzi unamwaga kama kawaida, isipokuwa unachokimwaga hakina sperm protein, ndio inavyokuwa, kwa hutaweza kumpa mtu mwingine. Sasa hivi njia hizo kama hizo vasectomy na bilateral tubular ligation ni permanent. Siku hizi kuna watu wengine wanajua namna ya kufanya ziwe reverse, lakini nyingi ni permanent. Ukifanya umefunga, una watoto wako, unasema sitaki tena, I want to focus on raising these kids, na hiyo option watu wanaweza kaifuatia. Na utaki si kumeza vidonge, si sitaki choma sindano, kuna hiyo option watu wanaweza kaipatia. Na duniani kuna wanawake ambao wapo katika reproductive age karibia milioni 874 ambao wanatumia njia za kisasa za uzazi wa mpango. 874 million women at reproductive age 15 to 46 ambao wapo actively wanatumia njia za uzazi wa mpango. At least 90 million of those wanatumia njia ambazo ni traditional. Kuna wale wengine wanamwambia mimi hizi hormone na nini nyingi haziendana na mwili wangu, kwa nimestick na traditional methods. Kama njia ya kalenda, najua kufuata kalenda yangu vizuri, ama sijui natumia njia ya kumwaga nje, mimi na mpenzi wangu nimemfundisha kumwaga nje, ama natumia barrier method, condom, anavaa condom, tuwezi kupata mimba. Isipokuwa tunasemaga hizi njia kama hizo traditional, kama hiyo ya kumwaga nje ama njia ya kalenda. Kuna njia nyingine tunaita BOM, Bill Ovulation Method. Mwanamke anaangalia uteute kwenye sehemu yake asili, kuna kipindi inamjulisha kwamba upo kwenye high risk ya kupata mimba, kuna kipindi upo kwenye high risk ya kupata mimba. Tunasemaga ni nzuri, lakini au kuna njia nyingine inaitwa lactational amenorrhea. Mama ananyonyesha, mama ambaye ananyonyesha exclusively hawezi kupata mimba. Ambaye ananyonyesha exclusively, exclusively, mtoto anavyonyonya kuna hormones na miminika mwilini zinafanya yule mama hawezi kupata ujauzito. But hizo njia traditional ambazo karibia wanawake milioni 90 duniani wanazitumia, hiyo nyingi zinakuwa as successful as it is. Kumwaga nje nyingine ni ngumu, anambia huo muda ukifika mimi ndo siwezi saa kumwaga nje. Na mwingine anambia hiyo njia ya kalenda, kuna muda ukibadilisha diet kalenda inabadilika. Kuna muda umepanda ndege kutoka Marekani mpaka Tanzania, umepanda basi kutoka Mtwara mpaka Dar es Salaam, mzunguko umebadilika, unashangaa unashindwa ku manage the next time. Umegombana, umepata msiba, umepata nini, mzunguko unabadilika kwa sababu ni hormones. Kwa hiyo zinakuaga na hizo tunaziita nimesahau jina nzuri, lakini hizo pande ambazo zinapunguza efficiency. Njia za kisasa za uzazi wa mpango zipo za muda mfupi, zipo za muda mrefu, long term methods. Kwa kama mtu sitaki kupata mimba miaka 10 ijayo, then kuna njia za kutumia mpaka miaka 10. Kama unataka kupata mimba miaka 3 miwili ijayo, kuna njia za kutumia na isikupe mimba, na zipo very efficient kwa maana kwamba zimepimwa, zinasaidia. Nyingi zina some side effects, watu wanapenda kuita madhara, mimi siiti madhara, ni side effects. Ni side effects ni kama ukinywa Panadol, ukinywa kitu ambacho ni foreign kwenye mwili wako, kuna namna utapata a little bit of headaches sometime, ama utapata mood swings kuna muda, but baada ya muda fulani mwili unakuwa umeshazoea, unakuwa upo vizuri, unazitumia kama kawaida. Ukienda WHO, shirika la afya la dunia, kwa kushirikiana na wadau,
But I have one here. Wametengeneza tairi linalomsaidia mtu wa huduma. Lile tairi tunaliita medical eligibility criteria, medical eligibility for contraception wheel. So ni tairi lina taarifa nyingi, it's very comprehensive. Linaonyesha umri, linaonyesha a lot of criteria. Mtu akija kuomba huduma, mtu wa huduma anazungumza na ule mtu, baadaye anazungusha lile tairi, na watu wa huduma wengi siku hizi wanao, Tanzania imejitahidi kusambaza, au pia watu wa huduma wapo very very informed kiasi kwamba anajua, sababu ukienda kuna a lot of factors, au amepima pressure, na pressure yako ipo kubwa, au unaishi na kansa, ama unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una tumor, tuna tumor mbali, mtu ana ovarian tumor sijui, ama ana stress, ana long term severe depression ambayo inamsumbua kwenye kichwa chake, ama ana tatizo fulani la afya ambalo ni chronic. Lile tairi linamsaidia mtu wa huduma kudecide au kukushauri kwamba okay, kwa hali yako jinsi, kwa sababu unatumia dawa za maambukizi ya virusi vya ukimwi, njia hii haitaendana na wewe, kwa sababu njia hii inapunguza nguvu za zile dawa za maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama njia hii inameng'enywa sawa na dawa za kansa unazotumia. Kwa sitakushauri utumie njia hii, nitakushauri utumie njia hii. Una kansa ama una tatizo la, au una wapenzi wengi. Kuna mpaka nchi ambazo wewe una wapenzi wengi, kama una wapenzi wengi upo kwenye risk ya kupata kitu fulani, sitakushauri utumie kitanzi, kwa sababu ukipata kitanzi na ukipata magonjwa ya ngono itakuwa complicated. Nitakushauri utumie njia. Okay. So it's very comprehensive to the extent kwamba inaenda to diverse group of people ambao wanataka hizi services, na watu wa huduma wamefundishwa kutomjudge mtu anayetaka hizi huduma, kuongea naye, kumsikiliza na kumshauri, hiyo kumchagulia. Hiyo ndo board mstari. Ukishaenda kushauri, mara nyingi watu wanakuambia okay, let me go and decide, nikajifikirie nyumbani. Ama mtu wa huduma ukiongea naye akupa recommendation, wewe ndo unachagua okay, I think kwa jinsi nilivyo saizi, kunywa vidonge kila siku mimi sitaweza, ama sijui kuchomana mwilini mimi siwezi, kila baada ya miezi 6, you know what, niwekee kijiti, hicho nafikiri kitanifaa. Na mara nyingi mtu ukiwekewa, tunasema okay, yule mtu wa huduma lazima atakumonitor. Ukienda kwenye very advanced places kama huku, mnapanga more appointment na mtu wa huduma. Tanzania pia mara nyingi watu wa huduma wanakuambia tu, ukisikia kitu akipo uncomfortable kwenye mwili wako, sababu umeweka something for rain, kama umechoma chanjo, umefanya nini, kuna namna anakuambia ukisikia kitu kingine hiki ni kawaida, just take some body rest na nini, utakuwa sawa. Lakini kikiwa severe, make sure you call this number for emergency support, ama rudi hapa hospitali haraka tu. Kuna namna wamefundishwa namna ya kumanage anything unusual ambayo anaweza kutokana njia za mpango. So parents ambao wapo Tanzania, ambao anahisi bwana, binti yangu leo yupo na Juma, kesho yupo na mtu fulani, ama binti yangu I think anaweza kuchangamka, kama ndo ni rafiki yako, umeshaongea naye, unahisi nimweke kwenye safe hub, unaweza ukazungumza naye kwamba yo, twende hali fulani tukazungumze na mtu wa huduma, na mkifika kwa huyo mtu wa huduma atawapa options, then binti yako atachagua. At least make sure mtu anafanya informed decision kuliko akakuletea surprise kesho na kesho. And inaumiza sana the complication of doing an informed decision, au hizo complications za kufanya za kuwa na hizi matatizo ya kiafya ambayo yanazuilika, it's too bad na too expensive to manage kuliko complication ama hizo side effects za ndogo za kichwa kuuma, sijui najisikia kulala, za kipindi fulani unapoanza kutumia yale matibabu ama hizi njia za mpango. Na duniani again, kabla hii podcast nimeenda kufanya kutafuta fact, wanawake zaidi ya milioni 164 ambao wanatafuta njia za mpango bado hawajazifikia kwa sababu labda investment, kuna nchi ambazo zimeshindwa kuwekeza kununua hizi dawa nyingi, especially nchi ambazo ni za Afrika na maeneo mengine, ama hamna vituo vya kutosha vya kutolea hizi huduma, na watu ni watu ambao wame cry for help, like we need family planning services, nimezaa nimechoka, I really need to be in contraception. Kwa kuna a lot of people ambao wapo kwenye unmet need za contraception, na kama mtu una privilege ya kuzimeet hizi needs, unaweza tu ukatoka Bunju ukasogea Mwenge kwenda kuongea na mtu wa huduma pale Milestone, ama ukatoka sehemu fulani ukaenda sehemu fulani kwenda kuongea na mtu wa huduma, please go. Also, I run a page voluntarily. We are not funded by anyone at the moment. I run page inaitwa Tuongee Uzazi wa Mpango. Hatutoi huduma, tuna kulink, tuna fax. Sisi tunasema tuulize swali, tutakujibu. So nipo nashirikiana na marafiki madaktari ambao inaitwa Tuongee Uzazi wa Mpango. Ukienda utakuta tunapost kwa kutumia user language. So mtu anakuja hapa anakuambia, nimenasikia kijiti kinasafiri kwenye moyo, nataka kuuliza hii ni sawa? So si pale tutakujibu hapana, kijiti kisafiri kwenye moyo kinakaa sehemu kilipowekwa. Nimesikia mtu akinywa vidonge anapata kitambi, sitakujibu hapana, sio kweli. Vidonge haviendi kujaza tumboni mtu akapata kitambi. So una swali lolote ambalo una wasiwasi na swala la uzazi wa mpango,
go post it ukienda kwenye hiyo page ya Tuongeze Uzazi wa Mpango, usiliulize public. Tunapataga a lot of public comments, lakini tuna encourage watu, kuna namba ya simu, text kwenye ile namba, either WhatsApp ama normal text, uliza hey, nina swali hili na hili na hili na hili, sawa? Pale anaweza kukujibu, kwa sababu watu wote wanafanya kazi kwa kujitolea, watu wanashirikiana nao, pata nafasi na kujibu haraka haraka, lakini mara nyingi wao wanakusanya yale maswali, wanatengeneza majibu, and then tunaposti maswali na majibu anonymous bila kuweka jina lako kwa kurasa, ili na watu wengine waweze kujifunza zaidi. Pia hizo digital ways zipo za kuweza kujifunza. Na hiyo page umesema inaitwaje tena? Inaitwa Tuongee Uzazi wa Mpango. Tuongee Uzazi wa Mpango.com. Yeah, Facebook. Yeah, ni Facebook. Mtu akienda Facebook akiandika Facebook. Mtu akienda Facebook akiandika Tuongee Uzazi wa Mpango ataikuta hiyo page. Okay. Kwa hiyo kwa wazazi, kwa wanafunzi, kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume, kama una wazo lolote, kama unataka ushauri wowote, hizi ndo programs za ku take advantage of, kwa sababu ni free, huhitaji kumlipa mtu yoyote, unauliza swali lolote na hamna mtu atakayejua wewe ni nani umeuliza hili swali, na utapata jibu ambalo litaweza kukusaidia. Na hii conversation nilitaka niifanye general ili watu wawe free kuuliza maswali, kwa sababu kuongea general ndio inasaidia watu kuwaza swali la kuuliza. Na natumaini tutaweza kufanya series mbalimbali ku break down, hasa nataka kuwalenga watoto wa kiume ikija kwenye mambo ya sexual health. Na kitu kikubwa sana ni kwamba tuna mwanaume ambaye ndo atakuwa anaongelea hivi vitu na kwa undani. Kwa hiyo sisi kama wanawake pia tunaweza tukaona picha kubwa kuhusu mtoto wa kiume anafikiriaje kwenye kichwa chake, na ikija kwenye mambo ya mapenzi, mtoto wa kiume whether anapenda mapenzi na mtoto wa kike ama anapenda mapenzi na mtoto wa kiume mwingine wa jinsia moja. Vitu vyote hivi tunataka kuanza kuviweka kwenye meza na kuanza kuongelea kama jamii, ili kuweza kujua ni nini tuna miss kwenye jamii yetu na ni nini tulete kwenye jamii yetu, ili hizi conversations ziweze kuwa za kirafiki, haya maongezi yaweze kuwa ya kirafiki, na ni vitu gani tunaweza kuprevent na vitu gani vikisha kuwepo tunawezaje kwenda navyo mbele ili kuprovide support kwa jamii yetu nzima. So hii ni topic kubwa kuhusu health. Hatuwezi tukaiongea yote kwa siku moja, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo tarajia tutarudi tena hapa kipindi si kirefu, tutaongelea parts mbalimbali kuhusu sexual health. Na pia kama una maswali yote ama kama kuna kipengele ambacho kuhusu mapenzi ama kuhusu afya kwa ujumla ya mwanamke ama ya mwanaume ama ya mtoto ambao utapenda tuongelee, basi unaweza ukaacha pia huo ujumbe hapo kwenye comment, halafu tutaicover your topic kwenye discussion zetu za mbele. Until next time, Innocent, asante sana kwa kunijoin, asante sana kwa kutujoin, na natumaini tutarudi tena for another series. Yep, thank you so much, Cynthia. Nimeenjoy and looking forward for the next discussion.